Ikhwata al-iman, mwanamke anaweza akasacrifice kwa kitu ambacho anakichukia kwa sababu ya kumfurahisha na kumridhisha mumewe. Anaweza akasacrifice, akafanya kitu anachokichukia kwa sababu ya kumfurahisha au kutaka radhi za mumewe. Siku miongoni mwa siku Nabii Ibrahim alipoingia Misri kama ziara, mfalme wa Misri alikuwa jabbar na alikuwa hashuhudii mwanamke mzuri ila anamtaka yeye, na alikuwa akiuliza aliyeandamana na mwanamke yule ni mumewe au ni babake au ni nduguye. Akaeka kanuni katika sheria zake kwamba mwanamke yoyote mzuri atakayemtaka akiwa na mumewe, basi sheria auwe yule mume, achukue yule mwanamke. Na ikiwa ni babake anaacha, ikiwa ni ndugu yake anaacha. Basi siku miongoni mwa siku aliingia katika nchi hii ya Misri Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam na mkewe Sara. Na Sara, ndugu zangu, ni mama yetu ambaye inasemekana katika historia hakuna mwanamke mzuri kama bibi Sara baada ya bibi Hawa. Maana mama Hawa ndo mwanamke mzuri kuliko wote. Kwa sababu gani? Yeye ni katika wale walioumbwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe na mikono yake subhanahu wa ta'ala. Sasa alipokuwa bibi Hawa ni mzuri kuliko wote, la ajaba, hakuna cha ajabu juu ya hilo, kwa sababu wametokana na kiumbe mzuri ambaye ni Adam, na Adam asingekuwa mzuri kwa sababu ameumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mikono yake mitukufu. Kwa hiyo bibi Sara inasemekana ana nisful jamal, nusu ya uzuri. Uzuri wote ameenda nao bibi Hawa, lakini nusu yake ameuchukua bibi Sara. Na wengine watakaokuja baada ya hapo tena watakuwa yaktabisuna au taktabisuna min jamaliha, wanatokana na uzuri huo. Naam. Sasa mwanamke huyu alikuwa ni mrembo kupita kiasi, na mwanamke akiwa mrembo ana uchawi wake, ana fitna zake. Naam. Lipita kundi la wanawake fulani, basi mmoja katika wanaume akalishuhudia, akaona wanawake walivyokuwa warembo, akasema la ilaha illa Allah, inna an-nisaa shayatinun khuliqna lana, hakika wanawake ni mashetani tuliumbiwa sisi wanaume. A'udhu billahi min sharri ash-shayatina, najikinga kwa Mwenyezi Mungu na shari za mashetani. Akapa mgongo akageuka. Kumbe wenyewe walisikia maneno haya, an-nisaa shayatinun khuliqna lana a'udhu billahi min sharri shayatin. Mwanamke mmoja alikuwa na yeye tuhsinu ash-shi'r, anasema na yeye mashairi, akamjibu akamwambia bali an-nisaa rayahinun khuliqna lakum, bali wanawake ni merehani, mmeumbiwa nyinyi wanaume. Wa kullukum yashtahi shumma ar-rayahina, na nyote kila mmoja anatamani kuubusu mrehani. Sisi sio mashetani, sisi ni merehani, na nyinyi mnaona furaha na harufu nzuri katika merehani na mnatamani kuubusu mrehani. Nani kati yenu anatamani kuubusu mrehani au kusikia harufu njema? Basi ndivyo walivyo wanawake, lakini wa halali ambao Mungu ametuhalalishia, akasema fankihuhunna biidhni ahlihin, waoweni kwa idhini ya wazee wao na mawali wao na watu wao. Naam. Sayyidina Ibrahim akaingia na mkewe Sara. Mfalme yule akapata habari, ana mashushushu wake na maaskari wake wanamwambia laqad dakhalat fi Misra imra'atun ma ra'ayna ahsana minha, leo ameingia mwanamke mzuri mrembo, hatujawahi kuona mzuri kama yeye. Nileteni. Sema wa maaha rajul, lakini ana mwanamume ameingia naye ndani hapa, hatujui ni mmewe au ni babake. Anasema isalu rajul, muulizeni huyo baba, in kana zawjuha
ikiwa ni in kana zawjan laha, ikiwa ni mumewe nasema faqtuluhu, muweni mumewe, nileteni mwanamke. Ikiwa ni ndugu yake, ikiwa ni babake, mwacheni, mchukueni, mwacheni, maana kibsi anaachwa. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam akamwambia mkewe Sara, hapa tulipoingia hakuna mu'min siwaya wa siwaki illa ana wa anti. Mu'min ni wawili tu, mimi na wewe. Shaletiwa wahi, Jabari atakuua huyo, atachukua na mke wako. Kwa hiyo kwa ajili hiyo akija akikuuliza wewe ni nani, mwambie mimi ndugu yake. Mke wangu akikuuliza wewe nani wake, wewe mwambie huyu ndugu yangu. Na hii ni tauria, ni uongo uliokuwa kwa mbali, lakini ni ukweli. Kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu, waislamu ni ndugu. Kwa hiyo hata mkeo ni ndugu yako, lakini ndugu yako katika dini na sheria. Sasa Nabii Ibrahim sema huyu ndugu yangu ni ndugu yake katika dini na itikadi na sheria, sio ndugu ule tunaojua sisi wa damu na nasaba na hivi na hivi. Kama ndugu yake asingemuoa, lakini ni ndugu yake. Kwa hivyo, hata mitume walikuwa wakidanganya. Kudanganya kule tunakodanganya sisi, uongo mweupe, uongo uliokuwa ndani yake una kinaya na tauria, lakini ili apate kuwafundisha watu kwamba ikifika hadi basi useme uongo, angalau pia tafuta ule uongo wa kusema uko karibu na kweli, au kinaya kuena ndani yake kuna kinaya. Ndivyo alivyotaka kusema Nabii Ibrahim. Kwa akija akikuuliza mwambie mimi ni ndugu yangu huyu, na mimi nitasema huyu dadangu. Na kwa hakika ni ndugu yake katika Uislamu, ni dada yake katika Uislamu. Hakuna kosa juu ya hilo. Na akaja baba yule akauliza, we nani? Kaambia huyu ndugu yangu. Na huyu nani kwako? Huyu dadangu. Basi akamchukua mwanamke yule, maadamu ni dadake, akamchukua mume wake. Yani ukisema ni mume unauliwa, lakini ukisema ni ndugu au ni dada huuliwi, lakini mke atachukuliwa, wewe utaachwa hai. Kwa sababu mume mke wake hawezi kushare na mtu yoyote mwingine, sasa bora amuoe kabisa. Akachukuliwa akapelekwa mpaka mbele ya mfalme, akamwambia mwanamke, ingia huku katika chumba maalum. Nabii Ibrahim akaletewa kama television, kawa naona kila kitu kinachofanyika kule, anakiona. Madenda yanamtoka kuona uzuri wa bibi Sara. Mfalme huyu akapeleka mkono kukamata baadhi ya vitu fulani katika mwili wa bibi Sara. Bibi Sara akanyanyua mikono akasema, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik, ya Rabbi, kama nimekuamini wewe na mtume wako imani ya kweli, fala tusallit alayya alkafir, usimsalitishe, usimpe uwezo kafiri kunigusa hata mwili wangu. Hakusema Ibrahim mwenyewe hana chochote siku zote, mimi niko naye tabu, njaa tupu. Leo imefika kwa mfalme, sirudi tena. Ingekuwa wanawake wa leo ingesema kwa heri babu, wewe huko nishapata haya mshiko, kwa heri. La tusallit alayya alkafir, usinisalitishie kafiri ya Rabb. Mkono anaupeleka ukaparalyze, shullat yadu, kaparalyze. Umeparalyze mkono, hauwezi tena hata kunyanyuka. Akasema vile vitu vizuri nataka kuvikamata imekuwa wabala na alai. Kapiga kelele mpaka askari wakaanza kuzunguka pa. Kuna nini? Mfalme anakufa. Bibi Sara akasema, ya Rabbi, wasije wakaniua kwa sababu mfalme wao kaparalyze. Ya Rabbi, mrudishie uzima wake na mkono wake. Mkono ukarudi pale pale, ukarudi. Umerudi? Akaona umerudi. Kapeleka tena mara ya pili. Alikuwa mzuri kiasi gani? Ingekuwa mimi na wewe tushakimbia zamani, lakini huyu hakukimbia. Kapeleka mkono tena mara ya pili. Fashullat thania, kwa paralyze mara ya pili tena. Akamwambia, fukini, najua ni wewe unaniapiza, niombe kwa Mungu wako urudi katika hali ya kawaida. Ukirudi sikukamati,
nitakuachia. Kaambia ya Rabbi muachie. Ukaachiwa. Umeachiwa, akapeleka tena mara ya 3. Amepeleka mara ya ngapi? Mara ya 3. Shari na uovu, mtu ukiona ameingia katika shari na uovu mpaka amekuja amekamatwa, ujue alianza zamani. Hata wezi hao wanaokamatwa katika kuiba viatu, msije mkafikiria siku ya kukamatwa ndio siku ya kuiba. Siku nyingi anafanya mambo hayo. Na watu wenye kufanya machafu na maovu huwa wameanza zamani. Ndio maana Sayyidina Umar siku walipomkamata kijana anaiba, akaletwa kwake, akamwambia mkateni mkono. Kaja mamake anamwambia ya Amira almu'minin, msamehe mwanangu, innahu saraqa li awwal marra, mwanangu kaiba kwa mara ya kwanza leo, msamehe. Umar akasema law kana awwal marra la satarahu Allah, ingekuwa mara ya kwanza hii Mungu angemstiri, lakini hii inaonekana sio mara ya kwanza. Akaambiza subiri usikie, tumuulize mwanao. Akamwambia ya ghulam astahlifuka billah, hii leo ni mara ya ngapi unaiba mpaka unataka kukatwa mkono? Akamwambia amma waqad istahlaftani billah, ama umenitajia Mungu, lazima hapa niseme ukweli. Laqad saraqtu qabla hadhihi 17 marratan, nimeiba kabla ya leo mara 17. Nyuma nimekama. Sasa unasikia? Kwa hiyo Mungu hata wale wezi anawastiri, wale watu wenye kufanya visa vya ajabu ajabu anawastiri. La'allahu yatubu yawman, pengine siku moja atatubu, atarudi kwa Mungu. Mungu amemstiri mpaka aje atubu. Hakutubu, kapeleka kwa mara ya 3. Allah subhanahu wa ta'ala akaufanya mkono ukaparalyze zaidi ya vile, akamwambia fukini waahiduka wa waahidullah lan a'uda, sirudi tena kukurudia kukuchezea, kutaka kukuchezea. Akamuombea, mkono karudi salama. Akaona nimpe zawadi, huyu sio mwanamke wa kawaida. Mwanamke yoyote aliyokuwa anajiheshimu anastahili zawadi. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin, ikawa katika wanawake bora kwa sababu alijihifadhi akajiheshimu. Mwanamke akijiheshimu akajihifadhi anapanda daraja kubwa sana katika ucha Mungu. Basi akamwambia, kwa kuwa umejihifadhi, nitakupa mwanamke huyu akutumie zawadi, na binti hapa mzuri mrembo, nampenda sana, ana akhlaq rafi'a, ana qiyam na muthul, ahabuha laki, nitakupa akakutumikie, wewe ni mwanamke mwingine sharifa kabisa. Akampa mwanamke anaitwa Hajar, akamwambia chukua huyo zawadi yako kwa ucha Mungu wako. Akaondoka, akarudi kwa mumewe Bibi Sara. Nabii Ibrahim anamwambia imekuwaje? Akamwambia laqad kafani la, Mungu amenitosha. Akamwambia nimeona kila kitu ulikuwa naona, Mungu ananipa television. Vipi? Allahu yudafi'u 'anil ladhina amanu, Mwenyezi Mungu anawastiri, ni ngao ya waumini, ni ngao ya waliomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akarudi kwa mumewe akiwa na Bibi Hajar. Sasa kuna siku miongoni mwa siku, Bibi Sara alimwambia Nabii Ibrahim, mimi nataka nikupe zawadi. Zawadi gani? Akamwambia Hajar, saahabuha lak, nitakupa wewe, uwe milki yako ya yamini, uwe mke wako, muoe. Ukisha muoa tutapata watoto. Wewe unajua kwamba mimi na wewe ishafika miaka zaidi ya 80 hatujapata mtoto. Bibi Sara alikuwa hapati mtoto, hazai. Kwa hiyo fursa ya mimi kupata mtoto ipo. Nimepata kijakazi hiki kutoka Misri, na mimi kijakazi hiki nakupa wewe mume wangu, ili apate kuwa mkeo, upate kuzaa naye, uwe na furaha mume wangu, kwa sababu nimeobserve katika uso wako hakuna furaha, kwa sababu Mungu hajakupa mtoto mpaka unaomba Rabbi, ya Rabbi, nimekosa nini mimi hujanizoesha, kila ninaloomba unanipa. Fahabli min ladunka waliya, nipe mtoto yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Zote zidua anaomba mtoto. Mwanamke anaona mumewe anavoomba,
yulihu bidua, anaomba kwa Allah apate mtoto, mtoto iwe thamara ipate kuwa na saada fi qalbi, na yeye apate kwenda na kurudi huko na mtoto wake na furaha. Mwanamke akajua kwamba mume wangu kumbe akipata mtoto atafurahi, atakuwa said, atakuwa happiness itakuwepo. Sasa hilo ninaweza kulifanya mimi, japo ni chungu, ni kali, zito, lakini potelea mbali maadamu namfurahisha mume wangu. Naam, Bibi Sara akamwambia Ibrahim, mchukue Hajar, muoe, tutapata mtoto. Na ni mwanamume gani anayeambiwa na mkewe ruhusa kaoe, anasema mie wewe tu unanitosha, sijawahi kuona wala sijawahi kusikia habari hizo, sijui wewe mwenzangu vipi. Kuna watu wanasema kimya, mie bwana wakiwawili siwawezi, watatu siwawezi, huyo mmoja nataka kumkata nusu. Wanasema huyo mmoja nataka kumkata nusu. Huyu unamuona anawatafuta wanawake wa nje kama yule mmoja anataka kumkata nusu, lakini bado kuna wengine anatafuta. Ana vimada kila kona, ana nyumba ndogo zisizopungua 5. Hawezi tu huyo mmoja anataka kumkata nusu, lakini machafu na uzinzi na uharibifu na ubadhirifu haachi. Mmoja hamwezi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kanuni katika Qur'an, akasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', waweni watatu, 4, wawili au mmoja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kama hamwezi kufanya uadilifu mmoja tu. Hii sio faradhi, sio faradhi. Maana kuna watu wengine wanasema Muislamu hawi na mke mmoja. Nani kakwambia? Sio lazima. Kuna watu wengine Mwenyezi Mungu amewaumba kwa ghariza, kama weza kwako uweze kuishi na mke zaidi ya mmoja, usiwalazimishe watu wote. Waache walikuwa wanaweza kuwa na mmoja awe na mmoja, wawili awe na wawili, watatu na watatu, 4 awe na 4. Kama tena 4 hawakutoshi tena, sijui situfanye nini sasa. Lakini 4 hao ni maximum kabisa. Maximum kabisa, wanakutosha kabisa, wanakutosheleza kabisa, na Mwenyezi Mungu atakutosheleza zaidi na zaidi. Basi Bibi Hajar akawa mke wa Nabii Ibrahim. Kwa njia hiyo, ukisoma historia na qasasul anbiya utamwona Bibi Sara anaumia kwa wivu, hawezi. Lakini aliwezaje kumwambia muoe huyu? Bila shaka alisacrifice happiness yake kwa ajili ya kumfurahisha mumewe. Hii ni umudhaj au ni sampuli au ni aina ya wanawake bora wanavyokuwa katika majumba. Bila shaka wanawake wananisikia, na katika kitu kinachowakera na kuwaudhi hakuna kama hicho. Na msishangae hata hizo television kama wanatizama nyumbani zikazimwa, ikiingia mada hiyo tu zinazimwa, na ukawa ndo zungumzo le mitaani. Unaelewa kakosa mada ndo hiyo tu, kakosa mawaidha, keshaishiwa, keshafanyaje, kama hivyo unaweza vikatokezea. Siku moja nimeenda Oman mwaka 2005. Wale wenyeji wangu wasema bwana, mada yoyote zungumza, lakini mambo ya kuongeza usije ukaongea. Wanawake hawatakuja tena katika darasa, na tena watakusema kila pahala, watakusema kwa ubaya kila. Kaja shekhe fulani hapa akasema, basi mawaidha yake yalivyokuwa ni mazuri, yanaongoza. Alipokuja kuingiza mada hiyo tu, sema kimekuja kishekhe kimoja hivi kina ndevu, kimekaa kama kibeberu, yani anakashifiwa kwa sababu tu kazungumza eti watu waongeze mke wa pili na watatu na 4. Jamani, hivi hakuna? Mnachagua mada katika Qur'ani? Mnachagua kitu cha kumwabudia Mwenyezi Mungu ndani yake, mpaka mnawakashifu mashekhi kwamba wanafanya hivi wana vile? Kama kitu wewe hukipendi, basi kaa kimya tu, usimkashifu mtu, usimtaje yeye, sio sheria yake hiyo. Yeye anakizungumza kitu kilichokuwa katika Qur'an. Si shekhe wala si ustadhi wala si imamu wala si qadhi aloleta maneno kusema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hizo sio aya zao,
Hayo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio wajib kwa kila mmoja. Tuna advise wale wasioweza kukaa na mke zaidi ya mmoja. Ama ikiwa wewe mwanamke unapenda mumeo awe na wewe tu, lakini awe na wenzako zaidi ya 10 wa nje huko, na wewe unasema alhamdulillah, nashukuru mume wangu leo miaka 25 hajaoa, lakini ana wanawake kibao, nashukuru kwa kuwa hajaoa, alhamdulillah, alhamdulillah. Na msalani waache kusema alhamdulillah juu ya hilo. Unajua, na anaambiwa sasa, bwana mumeo bwana, najua, kwani nafikiri sijui? Najua fulani, najua yule mwanamke wa kule daraja bovu, najua yule kule Chukwani, najua, na yule mwingine pale Mlandege, najua kule Mchangani kuna watatu, najua, na mmoja kutoka pale ameongezeka, wote najua, lakini maadamu hajawaoa wala hanikeri mimi, alhamdulillah, niko mimi na yeye tu, takufa pamoja. Khayyabakillah, wewe umeshakwisha kabisa. Kumbe ni suala ambalo wanaridhia katika uovu, lakini hawaridhii katika khair. Bibi Sara haridhii, anaumia kama walivyo wanawake. Na mwanamke asiokuwa na wivu hujua ana matatizo. Mshipa mmoja wafahamu utakuwa umekatika. Mwanamke hana wivu, lazima awe na wivu. Mwanamume lazima awe na wivu. Binadamu lazima, hakuwa mnyama. Wanyama wana wivu, ndio kwa sisi binadamu. Lakini kuna kitu kinaitwa tadhiya, kujitolea mhanga upate dini na radhi za Mwenyezi Mungu. Na wale watu wenye kujitolea mhanga wana thamani kubwa kabisa mbele ya Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitighaa mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wapo miongoni mwa watu yashri, wanauza nafsi zao, wanajitolea muhanga ibtighaa mardatillah, kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bibi Sara hapa kauza happiness yake kwa kutaka radhi ya Allah, kwa sababu radhi ya Allah inapatikana kwa kumridhisha mume, kwa kuridhisha wazazi. Vitu kama hivyo vinapatikana. Suhaib ar-Rumi alikuwa mtu mwenye mali, anakwenda zake hijra, wamemzunguka wanamwambia, ya Suhaib, ila aina ya Suhaib, unakwenda wapi? Suhaib ibn Sinan anasema ila Makkah muhajira, nahama. Anasema bimalik, mali yote unaondoka nayo? Anambia naam, mali yangu, nimefanya biashara, nimetajirika. Anambia ataitana sawlukan, umekuja hapa huna kitu, sasa umetajirika, mali hiyo umeipata hapa kwetu, umepata hapa kila kitu. Na naam. Anambia sasa mnataka nini? Anasema hatuwezi kukusamehe ukaondoka na kila kitu hapo, rudi. Akawauliza, ina maana mnanuzuia kwa sababu ya imali tu? Anambia naam. Anasema araaitum in araftukum aina mali, nikiwaulizeni mali yangu iko pale fulani, ifuateni, nikiwajulisheni mtaniachia mimi peke yangu nikitoka bila ya mali? Wasema naam. Kaambia mali yangu hile pale, chukueni, lakini niacheni mimi niende kwa Mungu na mtume. Naondoka peke yangu, sina chochote, na ngamia wangu na joho langu na farasi na kanzu zangu, naondoka. Nikamwambia mali tumeichukua na farasi pia, muache. Hata farasi? Naam, farasi huyo hapa. Na joho pia, vua. Hata joho? Naam, bakia na kanzu tu hiyo. Kavua na joho kawaachia. Sawa, mmepata mnachokitaka, sawa, sasa ruhusa. Kaenda mpaka Madina. Kufika Madina anaona watu wanamsubiri Suhaib. Wanamsubiri, naam, wanamsubiri katika maukibi ya hali ya juu. Furaha zimewaenea katika nyuso zao. Nini wanamwambia? Rabihal bay' ya Aba Yahya, rabihal bay' ya Aba Yahya, biashara imefaulu, biashara imefaulu ewe babake Yahya. Suhaib nauliza, biashara gani? Ana habari kumbe kumeshuka aya kwa kitendo alichokitenda. Biashara gani imenoga? Biashara gani iliyofaulu? Ngambia laqad anzala Allahu ta'ala Qur'anan fima fa'alt yutla ila yaumil qiyama. Mungu ameshusha aya kwa kitendo alichokitenda, inasomwa mpaka siku ya kiyama. Aya gani? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtighaa mardatillah
Wapo watu waliouza nafsi zao, waliouza kila kitu chao kwa ajili ya Allah. Wamempa Mungu, chukueni mali, kila kitendo chukueni mali yangu, chukueni kila kitu changu na kwenda kwa ajili ya Allah. Wallahu raufun bil ibad, bila shaka Allah ni mpole kwa waja wake na atawapa kila kitu chao. Suhaib ibn Sinani huyo akaingia katika kundi la watu waliotajwa katika Qur'ani kwa staili hiyo. Ni sacrifice. Bibi Sara amesacrifice mapenzi yake mume, amesacrifice furaha yake. Kaambia muoe, pamoja na yote najua nitaumia, najua nitapata tabu, najua wivu. Maana kuna wanawake wengine hawana wivu, wana majivu moto moto. Basi Bibi Sara alikuwa mmoja wao. Mpaka Bibi Hajar alikuwa akija kumtembelea Nabii Ibrahim, basi analazimika zile nyayo zile azifute, anazifuta zile nyayo zake zile. Bibi Sara alikuwa akijua mpaka nyayo. Hajar leo kaja, nyayo hizi hapa anazijua kwa wivu ule, wivu wanawake hao. Kisha akiondoka nyayo hakuna, ili asipate tena. Akamuongeza Mwenyezi Mungu na kigongo kingine. Bibi Hajar kapata mtoto, kawa mjamzito kwa muda mchache tu. Sasa ameolewa na mwenzangu, muda mfupi sana amepata ujauzito. Na mtoto anapata kutoka kwake. Siwezi tena. Kuna wanawake wengine, kuna bwana mmoja ananiambia, bwana mie mke wangu kila nikimtajia habari ya kuongeza mke mwingine anadondoka. Anapoteza nafahamu, serious. Anapoteza nafahamu. Hiyo kweli kweli kabisa. Anadondoka, anapoteza nafahamu, siku nyingine akadondoka, akapasuka kichwa. Nini? Nataka kuoa tu. Nikamwambia usije ukafanya, atakufa. Akiwa sije wanawake wakawa wananisikia kule majumbani, kuanzia sasa wakiambia wanadondoka. Wanadondoka wapate kuhurumiwa. Fanya sacrifice kama alifanya Sayyida Hajar, Sayyida Sara. Mwenyezi Mungu akamuona kwa jicho la huruma Bibi Sara, akamhurumia. Akamwambia Ibrahim, muondoe Sara, mtenganishe na Hajar. Mpeleke Hajar Makkah, joto kidogo litahafifika. Wivu umezidi na mtoto huyo anapatikana sasa, mambo yanakuwa makubwa. Mwache kidogo hapa, huyo mpeleke kule, wawe mbali mbali. Hii ni hikma pia ya kupunguza kidogo joto. Kule majumbani kule kuna joto, mara nyingine mambo ya wake zetu yanachemka. Sasa lazima mwanamume atumie tactics, yani njia fulani za kuzimua joto kidogo. Maana kila ukiingia, bwana ile talaka vipi, mbona hujanipa? Hii sasa wiki ya pili, wewe vipi unaniahidi hunipi? Nitakupa, subiri. Una bye time, unakwenda unarudi. Hasahau yeye, akianza kungangania talaka hasahau. Nipe talaka yangu, mimi nishachoka, siwezi tena. Subiri. Basi nenda nyumbani kidogo, kanisubiri kwa wazee, vitu kama hivyo. Sio kila ukiambiwa tutoa, angalau tumia tu, angalau njia ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya mambo kidogo ya kazimuka. Lakini solution ya mwisho kabisa, kama itahitajika ndo toa talaka, sio iwe nje. Akitaja tu hii hapa, akitaja tu ile pale, hapana. Sayyidina Ibrahim akamchukua Hajar siku ya mwanzo tu, huku hata na subra, angalau kampa subra kidogo, siku moja mbili tatu unamwacha. Na wewe taliq. Watatu kusema sijawahi kuona mwanamume mbaya kama wewe. Hivi wewe ni shetani au ni friti au ni jini? Mimi shetani mumeo, na wewe taliq. Watatu hiyo. Kabaki mmoja tu. Wewe mmoja akasema, wallahi kama kuna mtu kapata dudu sio mwanamume, basi itakuwa mimi. Ngalau na mimi ningeenda na wenzangu, kama siwezi tena kukaa na mtu kama wewe. Wa anti taliq, na wewe talaka. Sasa watano nani? Alikuwa jirani, kasikia mke wa jirani. Mwanamume mbaya kweli kweli wewe. Unaacha wake zako wote wanne kwa siku moja tu. Wa anti taliq in ajaza zawjuk.
Na wewe nimekuacha, mumeo akikubali, mumeo akisema nimekubali. Mnasemaje kuhusu huyo? Huyo ndo anatoa talaka hizo. Wote hapo kipiga talaka alafu katafuta wengine. Na wewe taliq in ajaza zawju, mumeo akikubali, hiyo ni talaka imetundikiwa hapo. Akikubali mumeo, na wewe pia kwenu mumeo anasikia nimekubali, kwenu watano hapo. Profesa katika talaq. Vitu kama hivi vinatokea. Sayyidina Ibrahim kamwambia in jaa qul lahu au quli lahu liyughayyir atabata babi, akija mwambie abadili kizingiti cha mlango wake. Abadili kizingiti cha mlango kwa sababu tu kasema maneno. Kwa sababu mwanamke hafai kusema maneno kwa watu wasiowajua. Hajajua kama babake, kwa bahati nzuri kasema maneno ya nyumbani kwa baba. Unaropokwa tu kwa watu. Sisi hivi, sisi vile, sisi vile, sisi hivi, sisi kuku, sisi wapi, sisi bata, sisi hivi. Maneno yote yako njiani. Ni mwanamke aina gani huyo? Je, alistahiki kuachwa au hajastahiki kuachwa? Sayyidina Ibrahim akija mwambie abadilishi kizingiti kwa maneno hayo tu. Maisha yetu sisi ni ya dhiki. Hata hilo neno hilo kupaswa kusema. Anawafundisha wanawake wa Kiislamu kwamba maneno hayo ni mabaya, yanaharibu mujtama, yanaharibu ndoa, yanaharibu jamii, yanaharibu uso wako. Subiri, vumilia. Pale nyumbani shida, dhiki ziwe pale tu. Zisivuke kizingiti cha mlango. Zisivuke zaidi ya nyumba yenu. Kaja mtu we hata umjui. Na wanawake wengine wana sifa hiyo, mtu hata from nowhere anaambiwa yote ya kupwa na kujaa. Imehusu nini? Ibrahim aliporudi mwakani akampata mwanamke mwingine. Nabii Ismaili ameoa mke mwingine. Aina zawjuki, yuko wapi mumeo? Kharaja yabtaghi lana. Suala nafsu sual wal jawab nafsu al jawab. Mwaka mpaka mwaka swala ndo lile, najibu ndo lile. Katoka kwenda kututafutia riziki. Sema basi maisha yenu mnaishi vipi? Akamwambia nahnu fi khair, alhamdulillah. Kama kuna watu wameburudika basi sisi, mimi na mume wangu tuko katika khair. Wallahi hakuna mabadiliko yote kati ya maisha yaliyokuwepo mwanzo na maisha ya leo. Yale ndo yale. Ile dhiki iliyokuwepo wakati ule ndo ile, haijabadilika. Lakini mwanamke huyu satira, akamstiri mume. Sisi tuko katika khair. Mko katika khair, naam. ماذا تأكلون ماذا تشربون ما طعامكم ما شرابكم, mnakula nini kwani? Sema taamuna al-lahm, tunakula nyama. Nakula nyama pa bwana, nyama. Imam Malik anasema kama singepata hela ila vitabu vyangu ningeviuza nikapata kununua nyama ili nipate nguvu za kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kilo ya nyama. Wapeni maskini nyama ambao hawali nyama mpaka sikukuu ya Eid. Wapeni wapate na wao kupata nguvu za kula nyama. Basi taamuna al-lahm wa sharabuna al-ma', tunakunywa maji. Jalna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Hivi vitu vipo, neema. Kwa basi mumeo akija mpe salamu, wa quli lahu, mwambie liyuthabbita atabata babihi, akizuie kizingiti cha mlango. Akizuie kizingiti cha mlango. Kwa heri. Ismaili anarudi. Mke wangu hali yako vipi? Siku ya leo imekuaje? Hal jaa min ahad, yupo mtu kaja wewe? Kaambia naam, yupo mzee amekuja hapa fulani, shakli yake kadha. Kaniuliza maswali nikamwambia, nikamjibu maisha yetu yalivyo nini. Hal au swaki bishai, amekuhusia chochote? Kasema naam. Thabbit atabata babik, kasema kizuie vizuri, kithubutishe kizingiti cha mlango. Sema mke wangu wewe umepata sifa, dhaki abi, huyo babangu, na kizingiti cha mlango ni wewe. Kizingiti cha mlango ni wewe. Amarani, ameniamrisha alla
atrukuki au alla utalliqak, nisije nikakuacha. Ukinitoka wewe ni jauhar thamina, siwezi kuipata tena pahala popote. Mwanamke kama huyu ni mwanamke ghali katika hii dunia. Wazungu wanasema a woman who doesn't ask for anything deserves everything. Mwanamke yule ambaye haombi kila kitu anastahiki kupewa kila kitu. Mwanamke yule ambaye haombi kila kitu anastahiki kupewa kila kitu. Wapo wanawake ambao kimya, humsikii nipe hiki nipe kile, humsikii kupabarika roho yake wala nafsi yake. Huyu anastahiki kila kitu. Kama una uwezo wa dunia na vilivyomo ndani yake mpe. Lakini wanawake wale hawezi kuvumilia. Njaa ya siku moja inaweza ikamhamisha nyumba, akaaibika na kuadhirika kwa sababu hajapata kanga tu au nguo. Kila kitu kinakuwa hewani kwa sababu ya tabu na shida ndogo tu iliyotokezea pale nyumbani. Ni mfano wa vizingiti vinavyofaa kubadilishwa. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa mifano ya wanawake walikuwa bora, kusema mwanamke anasema bora ni nani? Kusema allati idha nadharta ilayha sarratka wa idha ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi nafsi. Mtu ambaye ana mwanamke bora amjue kwa dalili mbili: ukimtizama unafurahi, na ukiwa mbali naye anakuhifadhia kitu chako chochote kile, kama ni mali au anakutunzia heshima yako. Anakuhifadhia chako na kilichokuwa chako na heshima yako na kila kitu chako anakutunzia. Mwanamke bora. Ikiwa hawezi kukutunza wewe, hawezi kuradid kila siku I love you, I love you, I love you, hata akisema neno hili malayin mara, maadamu hakutunzi heshima yako, hakuna mapenzi. Mapenzi ni kumstiri mtu mwenzake. Haya maneno tunadanganyana tu siku zote. Mimi bwana nakuzimia, mimi pia nakuzimia. Mimi nimeoza, mimi nimeozeana. Haya mambo ya uongo mtupu. Kupenda kweli na kweli kuoza ni mtu kugugimia uchungu anaopata, lakini kwa ajili ya kumpa mwenzake saada, kwa kumridhisha Allah na kumridhisha mumewe. Na kufanya vile sio kwa kutaka kitu chochote, ni kutaka mapenzi ya Allah yawe juu yake. Kwa watizameni katika majumba, mimi wewe yule, ikiwa nyumbani kwako unaye mwanamke, a woman who doesn't ask for anything, haombi hata kitaki, deserves everything. Huyu anastahili kitu chochote katika mambo ya khairi. Na bibi mmoja alimuhusia binti yake akamwambia, mwanangu, la tulihi ala zawjiki bisualin fayaqlaki au yansaki. Binti yangu, usidemand maki, la tulihi mumo kwa mumo, mbona hivi kila siku wewe unataka tu. Usije ukafanya kitu kama hicho. Na hizi ni tabia za watu wengi katika mwambao huu, katika wanawake wa mwambao, wengi wao wana demand kila kukicha, bado hiki, bado kile, bado hiki, mpaka wahakikishe wamebakisha roho yako tu, kwa sababu lau wangekuwa wanaimiliki pia wangeichukua, lakini anaimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu baada ya hapo anatoka anaklavu, anasema nani kama mimi, kama fulani, kama. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe wanawake bora, atupe wanawake wanaojua namna ya kuenzi waume zao majumbani. Na Mwenyezi Mungu ampe kila mmoja kati yetu waliokuwa hana mke, Allah ampe mke. Na wanawake waliokuwa hawana waume, na wapo wengi, msiba mkubwa sasa hivi. Wanawake wanataka wao kuwa wanaume, na wanaume wanataka wao kuwa wanawake. Sasa wale wanawake waende wapi? Wengine wanalia sasa, wanapiga kila pahala mbiu, jamani njoni mtuoe. Waoaji wanataka kuolewa wao. Msiba mkubwa. Kwa kila mtu aliyokuwa hana mke, Mungu ampe. Tujalie na watoto wema, ajalie sakina katika miji yetu. Inshallah darsa hii ya jamii itaendelea kesho biidhnillah tabaraka wa taala. Naam.